mwitikio ulikuwa ni mkubwa na kumpongeza Rais wa Mohamed Dewji kupitia taasisi yake ya Mo Dewji Foundation kwa kuamua kuweka zawadi kwa wale wote ambao watajitolea damu. Zawadi hile iligeuka kuwa motisha na watu wengi kuvutiwa zaidi, wakatoa damu na wakapata zawadi zao na lengo leo hii tupo kwenye boda tour. Tunapanda bodaboda watu wote, tunazunguka mji mzima wa Dar es Salaam kwa ajili ya kufikisha ujumbe wetu tuliokuwa nao. Tunauamsha tu mji, tunauchangamsha tu ili watu waweze kujua kuna tukio gani tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo tunapopita barabarani na bodaboda zaidi ya 200 zikiwa zinapeperusha bendera ya Simba Sports Club, wakiwa wamevaa matisheti mbalimbali ya wadhamini wa Simba na bendera za Simba zikipepea na wakipiga honi, inaamsha mji na watu wanajua kitu gani kinaendelea. Lengo letu watu waitambue Simba Day na wafanye maamuzi kuhusiana na Simba Day. Maamuzi ambayo mtu anatakiwa kufanya ni maamuzi ya kununua tiketi na kwenda kwenye tukio letu la Simba Day. Mpaka sasa pengine mwitikio uko vipi kwa Dar es Salaam, lakini pia mikoani mipango iko vipi kuelekea kufanya hamasa kuelekea tamasha la Simba? Mwitikio ni mkubwa wa watu kununua tiketi. Tungependa kuwasisitiza watu wanunue tiketi zao mapema. Wale watu wa kujitafuta na kusubiri dakika za mwishoni, sio kwa uwanja wa Uhuru. Uwanja wa Uhuru ni mdogo, inaingiza mashabiki wachache. Kwa hiyo ukiendelea kusubiri unajipotezea nafasi ya kuhudhuria tamasha hili. Na Mwanasimba, ukose vitu vyote katika maisha yako, lakini katu usikose kuhudhuria Simba Day. Historia ya Simba Day ni unforgettable. Historia ya Simba Day huwa inadumu milele na milele. Utakuja kutamba na kuhadithia baadaye ya kwamba ulihudhuria kwenye miaka 90 ya Simba kwenye siku yetu ya Simba Day. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, lakini ni waombe na kuwahimiza Wanasimba kuongeza kasi ya ununuzi wa tiketi, kwa sababu tukio linalokuja mbele yetu ni tukio bora kweli kweli kihistoria, lakini ni sehemu ya burudani ambayo huwezi kuipata popote. Ukiachilia mbali utambulisho wa wachezaji tutakwenda kuona kwa mara ya kwanza, kuna burudani kem za wasanii, kuna matukio ya kuvutia ya kustaajabisha, yote unayapata kwenye tukio hili la Simba. Kwa hiyo sio tukio la kukaa na kuliangalia nyumbani, ni tukio la kila mwana Simba kuja uwanjani. Kwa ubora wa Simba Day, tiketi ilipaswa kuwa imeshaisha mpaka hivi sasa, kwa sababu kuchelewa kuliona tukio hilo ama kukosa kuliona tukio hilo uwanjani, unakuwa umekosa kitu cha thamani kweli kweli kwenye maisha yako mwana Simba. Tutegemee surprise yoyote kuelekea Simba Day? Surprise zipo za matukio na mfululizo wa shughuli mbalimbali, isingekuwa busara kuzitaja kwa sababu nakuwa umeua surprise yenyewe, lakini yale ambayo uliona mwaka jana, mwaka huu unakwenda kuyaona yakiwa bora zaidi. Yapo matukio mapya, yuko mpangilio mpya, burudani mpya, kila kitu ni kipi ambacho unakwenda kukiona siku ya tarehe 8. Wewe binafsi umekuwa ni mtu ambaye ukiingia kwenye tamasha la Simba Day na ubunifu tofauti. Msimu uliopita umeingia kama komando usemaji. Pengine vipi kwa msimu huu, umejipanga vipi na watu wategemee kitu cha ziada na tofauti? In fact nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Yes, lakini nimepambana. Nimepata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi waliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo wa kurusha ungo mchana. Ndio atawasili hapa Ijumaa, tutampokea. Ijumaa hiyo tutafanya majaribio katika uwanja mwenyewe. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day,
lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano, tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio staili ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni staili ya kuvutia sana, ni staili ya kimaajabu. Tunajaribu kuja na vitu tofauti. Tushakuja na ngamia, tushakuja na banana, ni sijui ya komando, tushakuja na Masai. Hasa vitu vinaisha, na ubunifu unatakiwa kila siku. Kwa baada ya kuchakata makodo kusema no, hebu acha tuingie na ungo. Tunafanyaje sasa? Tukatafuta wataalamu tukapata, lakini wengi wakasuggest wao ni wataalamu wa usiku tu. Lakini baada ya kutafuta sana tukampata bibi moja kutoka Mpanda, akasema mimi mchana naweza nikaruka vizuri. Kuelekea Simba Day imetangaza mengi artist ambaye anakuwa ni Alikiba. Maneno yamekuwa mengi kwamba kwa nini msanii anajirudia kila wakati. Hili limekaje kwa upande wako? Anajirudia kila wakati? Yaani kwamba kila Simba Day msanii anakuwa ile imekuwa mbona comment nyingi za pengine ile kwa hapo analizungumzia. Sasa waambie wachagulie msanii ambaye ajirudie. Waambie wachagulie msanii ambaye ajirudie. Kweli sio shida. Wakituletea msanii ambaye hajirudii tutamtumia. Tutarajie nini kwa Alikiba? Pengine tunatarajia vitu vizuri kutoka kwake, kushuhudia jambo vizuri. Msimu yeye kama yeye pengine amejipangaje kwa hapa ndani ya msimu? Amejipangaje yeye atakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuelezea. Lakini ninachofahamu ni kwamba kwanza kuimba kwenye Simba Day ni heshima kubwa sana ambayo kila mtu anatamani kupata hiyo heshima. Ni platform ambayo ina uwezo wa kufungulia kurasa nyingi kubwa za kiburudani. King Kiba msimu huu amejipanga vya kutosha sana. Ameshaimba Simba Day 2, lakini hii Simba Day ambayo anakwenda kuimba ndani ya miaka 90 ya Simba itakuwa ni ya kipekee sana kwenye upande wa performance ambao ataitoa, lakini kwenye upande wa selection ya nyimbo ambazo ataimba safari hii. Kila mwana Simba ambaye ataingia uwanjani tarehe 8 na atamshuhudia Mfalme Alikiba akiimba, atashuhudia kitu cha tofauti sana kwenye performance ile, na kila mmoja ataridhika kwa ubora na kazi kubwa na nzuri ambayo Kiba ataifanya siku ya tarehe 8.